أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungu amsaidie sana. Anasema fitina zitokazo katika zama za Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu taala anhu na vikosi vilivyotumwa vya kuzimaliza. Nilikuwa naeleza kuhusu vikosi hivyo. Kuhusiana na hilo, kuelekea kwa Hazrat Khalid bin Walid kwenda kwa Malik bin Nuwera katika eneo la Buta, maelezo yake yameelezwa hivi ya kwamba Buta ni jina la chemchem moja katika eneo la Banu Asad. Malik bin Nuwera alikuwa akitokana na Banu Yarbu ambalo lilikuwa tawi moja la Banu Tamim. Mwaka wa 9 hijra, yeye pamoja na kaumu yake alikuja Madina na kukubali Islam. Malik bin Nuwera alikuwa mmoja wa viongozi wa kaumu yake na alikuwa akihesabiwa miongoni mwa wapanda farasi shujaa na mashuhuri wa Uarabuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimkabidhi jukumu la kupokea na kukusanya mali za zaka na mali za zaka za kabila lake, alikuwa amemteua kama mtendaji wa kukusanya zaka. Lakini kilipotokea kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na wimbi la uritadi na uasi likaibuka Uarabuni, Malik bin Nuwera pia alikuwa miongoni mwa wale walioritadi. Taarifa ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipomfikia, yeye akasherehekea sherehe za furaha. Wanawake wa nyumba yake wakapaka hina kwenye mikono yao, wakapiga dufu na wakaonyesha furaha tele, na wakawaua Waislamu wa kabila lao ambao pamoja na kukubali kutoa zaka pia walikuwa wanakubali kutuma zaka hiyo katika Madina. Basi jambo hili pia linatakiwa likumbukwe ya kwamba kila mtu aliyepewa adhabu au hatua kali zikachukuliwa zidi yake, yeye alikuwa amejaribu kuwaletea Waislamu hasara kubwa, na sio maana ya kwamba walikuwa wameritadi pekee. Kwa vyovyote vile, kuna maelezo yake mengine ya kwamba Malik bin Nuwera upande mmoja alikataa kutoa zaka, na mali za zaka zilizokuwa zimekusanywa yeye akawarudishia watu wa kaumu yake, na upande wa pili mama muasi aliyekuwa amefanya madai ya uongo ya utume, yani Sajaa, yeye akaungana naye, ambaye akiwa na jeshi kubwa mno alikuwa amekuja kuishambulia Madina. Utambulisho wa mama huyo Sajaa ni kama ufuatayo. Jina lake lilikuwa Sajaa binti Haris na kunia yake ilikuwa Umme Sadir. Yeye alikuwa kuhani wa Uarabuni na alikuwa miongoni mwa wale wachache waliodai kuwa manabii waongo na walikuwa wameasi
ambao muda mchache kabla ya kutokea fitina ya uritadi walikuwa wamejitokeza uarabuni. Alikuwa akitokana na kabila la banu tamim na upande wa mamake nasaba yake ilikuwa inaenda kuungana na banu taghlab ambao wingi wao walikuwa wakristo. Sajaa mwenyewe alikuwa mkristo na kwa msingi wa kabila na familia yake ya kikristo alikuwa na ujuzi mkubwa wa dini ya kikristo. Ye alikuwa ametoka Iraq na wafuasi wake na alikuwa na nia ya kuishambulia Madina. Baadhi ya wanahistoria wanasema ya kwamba kutokana na njama ya Wairani, Sajaa alikuwa ameingia Uarabuni ili aweze kujua hali halisi ya huko na utawala wa Wairani uliokuwa unaporomoka yeye aweze kuinua tena. Sajaa akishawishika na mambo hayo akaingia Uarabuni na kwanza kabisa yeye akafika katika kaumu yake Bani Tamim. Kundi moja lilikuwa tayari kutoa zaka na kumtii khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kundi jingine la kabila hilo lilikuwa linawapinga. Kulikuwa na kundi la tatu pia ambao walikuwa hawaelewi kwamba wafanye nini na wasifanye nini. Kwa vyovyote vile hitilafu hiyo ikashika nguvu kiasi kwamba Banu Tamim wakaanza kugombana na kuuana wenyewe kwa wenyewe. Katika muda huo huo makabila haya yakasikia habari ya ujio wa Sajaa na pia yakajua ya kwamba Sajaa baada ya kufika Madina ana mpango wa kupigana na majeshi ya Abubakar. Basi hitilafu hiyo ikazidi zaidi. Sajaa alikuwa anasonga mbele kwa azma hii ya kwamba yeye pamwe na jeshi lake lenye shani ghafla tu atafika kwa Banu Tamim na akitangaza utume wake atawaalika kumwamini yeye. Kabila zima kwa pamoja litaungana naye na kama uyena Banu Tamim pia wataanza kusema kuhusu yeye ya kwamba nabii wa Banu Yarbu ni mbora kuliko nabii wa Quraishi, kwani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefariki dunia na Sajaa yu hai. Kisha yeye akiwa na Banu Tamim ataelekea Madina. Huo ulikuwa mpango wake, na baada ya kupigana na jeshi la Abu Bakar ye akipata ushindi juu yake atateka Madina. Kwa vyovyote vile Sajaa na Malik bin Nuwaira wakakutana katika sehemu moja. Sajaa pamwe na jeshi lake alipofika mipakani mwa Banu Yarbu akasimama huko na akamuita kiongozi wa kabila Malik bin Nuwaira na kwa ajili ya kufanya naye suluhu na kwa lengo la kuishambulia Madina akamwalika Malik kuungana naye. Malik akakubali mwito wa suluhu kutoka kwake, lakini akamshauri kujizuia kuivamia Madina na akamwambia ya kwamba badala ya kufika Madina na kupambana na majeshi ya Abubakar ni bora ya kwamba kwanza wamalizwe maadui wa kabila letu. Sajaa akapenda jambo lake na pendekezo lake na akasema kwamba fanya upendavyo, mimi ni mwanamke wa Bani Yarbu na nitafanya kama utakavyosema. Sajaa pamoja na kumwalika Malik pia akawaalika viongozi wengine wa Banu Tamim ili wafanye naye suluhu, lakini hakuna aliyekubali wito wake isipokuwa Wakii. Hapo Sajaa akiwa na Malik na Wakii na jeshi lake akawashambulia viongozi wengine. Vitakali ikatokea na watu wengi wa pande zote mbili wakauawa na watu wa kabila moja tu wakawakamata wenzao. Lakini baada ya muda mfupi tu Malik na Wakii wakahisi ya kwamba wao kwa kumtii mama huyu wamekosea sana. Hapo wao wakafanya suluhu na viongozi wengine na wakarudishana mahabusu, na hivyo katika kabila la Tamim amani ikastawi. Sasa Sajaa alipoona ya kwamba mambo yamekuwa magumu na shabaha yake aliyokuja nayo haiwezi kutimia, yeye akatoka huko na akaelekea Madina.
baada ya kufika katika makazi ya Nibaa akapigana na Aus bin Khuzema, na katika vita hiyo Sajaa akashindwa na Aus bin Khuzema akamruhusu kuondoka kwa sharti hili ya kwamba yeye hataelekea Madina. baada ya tukio hilo viongozi wa jeshi la Ahle Jazira wakakusanyika sehemu moja na wakamwambia Sajaa kwamba sasa unatuamuru nini? Malik na Wakii wamefanya suluhu na kaumu zake na hawako tayari kutupatia msaada wote, wala hawataki kwamba sisi tupite katika maeneo yao. Sisi tumefanya nao mkataba na kwa ajili ya kwenda Madina njia yetu imefungwa. Sasa tuambie tufanyeje? Sajaa akawajibu ya kwamba kama njia ya kwenda Madina imefungwa, hata hivyo musiwe na wasiwasi, nyinyi muende Yamama. Wao wakasema watu wa Yamama katika shani na nguvu wako mbele kuliko sisi, na nguvu na uwezo wa Musalma umeshazidi mno. Kuna riwaya nyingine isemayo kuwa viongozi wa jeshi lake walipomuuliza Sajaa kuhusu hatua zijazo, yeye akawajibu ya kwamba alaikum bil Yamama wadufu dafifal hamama fa innaha ghazwatan sarama la yalhaqukum bada malama, yani nendeni Yamama na muwavamie kwa kasi kwa kama njiwa, huko vitakali itatokea ambayo baada yake nyini hamtapata majuto. Baada ya kusikia maneno hayo yaliyojaa fasaha na balagha ambayo wanajeshi wake walikuwa wanaona ni wahi kwamba yeye ni nabii na amepata wahi, wao hawakuwa na njia isipokuwa kukubali amri ya Sajaa. Sajaa akiwa na jeshi lake alipofika Yamama, Musalma akapata wasiwasi nyingi, naye akafikiri ya kwamba kama yeye akijishughulisha kupigana na majeshi ya Sajaa, nguvu yake itazofika na jeshi la Kiislam litamshambulia na makabila yaliyo pembezoni mwake pia yatakataa kumtii. Kwa kufikiria hayo, yeye akaamua kufanya suluhu na Sajaa. Kwanza akampelekea zawadi, kisha akamtumia ujumbe kwamba yeye anataka kukutana naye. Sajaa akamruhusu Musalma kuja kwake. Musalma akiwa na watu 40 wa Banu Hanifa akaja kwake na akaongea naye katika faragha, na katika maongezi hayo Musalma akamsikilizisha Sajaa maandishi machache yenye fasaha na balagha ambayo yakamvutia sana. Sajaa pia katika jibu lake akamsomea maandiko ya aina ile ile kwa ajili ya kumkamata vizuri Sajaa na kumfanya kuwa rafiki yake. Musalma akatoa pendekezo ya kwamba sisi tujumuishe utume wetu na tufunge ndoa, yani tuoane. Sajaa akakubali ushauri wake na akaenda na Musalma katika kambi yake. Baada ya kuishi kwa siku 3 katika kambi yake, akarejea kwenye jeshi lake na akawaambia wenzake ya kwamba yeye ameona kwamba Musalma ni juu ya haki, hivyo yeye amefunga naye ndoa. Watu wakamuuliza endapo amepanga mahari au la. Yeye akasema mahari hatujapanga. Wao wakamshauri kwamba arudi kwake tena na apange mahari, kwani mwanamke kama wewe sasa kuolewa bila kupata mahari, bila kupanga mahari ni jambo lisilofaa. Hivyo yeye akarejea kwa Musalma na akamwambia shabaha ya ujio wake. Musalma akampunguzia sala za isha na alfajiri. Kuhusu mahari, yeye akapunguza sala za isha na sala ya alfajiri na akazifuta. Kwa vyote vile kuhusu mahari wakapanga hivi ya kwamba nusu ya kipato cha ardhi za Yamama Musalma atamtumia Sajaa. Sajaa akasema ya kwamba yeye ampatie sehemu yake kutoka nusu ya kipato chake cha mwakani. Hapo Musalma akampatia sehemu yake kutoka kipato cha nusu ya mwaka, ambayo akipokea akarejea katika jazira. Na kwa ajili ya kupata sehemu iliyobaki ya kipato, yeye akawacha watu wake kwa Banu Hanifa. Sajaa akaendelea kuishi kwa Banu Taghlab. Baadaye yeye akafanya toba. Kuhusu yeye inasemwa ya kwamba alikuwa amekubali Islam. Wengine wanasema kwamba katika zama za Umar yeye alikubali Islam, na mwaka ulipotoka
na mwaka ulipotokea ukame amir muavia akamtuma yeye kwa kaumu yake banu tamim ambapo yeye akaishi kama muislamu hadi kifo chake. hat abubakar alikuwa amemwamuru hat khalid bin walid ya kwamba akimaliza swala la tulaiha asdi aende kupigana na malik bin nuwera aliyekuwa anaishi bita. hat khalid alipofika buta huko hakumkuta mtu yeyote na akaona ya kwamba malik baada ya kushikwa na wasiwasi ameshawatuma watu wake kwenda kulinda mali zake na amewakataza kukusanyika sehemu moja. malik alikuwa amewaza kwamba ni vigumu kupigana na waislamu, hivyo alikuwa amemwacha mama huyo vile vile, na labda hiyo ilikuwa sababu ya kufanya hivyo. hat khalid akawatuma wanajeshi wake katika maeneo mbalimbali ya hapa na pale na akawaagiza ya kwamba wakifika sehemu fulani kwanza watoe wito wa islam na mtu asiyeitikia wito huo akamatwe na mtu akipigana nao wao wamue. katika vikosi hivi kikosi kimoja kikaenda na baada ya kuwakamata malik bin nuwaira na watu wachache wa banu salba kina asim uwaid arin na jafar waliokuwa pamoja naye wakawaleta kwa khalid. katika watu wa kikosi hicho ambao hat abu qatada pia alikuwa mmoja wao ikatokea hitilafu. hapa kuna riwaya moja iliyosimuliwa na baba yake urwa ya kwamba wakati ule watu wakatoa shahidi ya kwamba tulipotoa azana na kusema ikama na tukaswali watu hawa pia wakafanya hivyo, na wengine wakasema kwamba hapana, hakuna kitu kilichotokea. abu qatada akatoa ushahidi wa jambo hili ya kwamba yeye akatoa azana na akatoa shahada kwamba wao wakatoa azana na wakasoma ikama na wakaswali. kwa sababu ya kutokea hitilafu za shahidi hat khalid akawafunga wakuu hawa. kuhusu mauaji ya malik bin nuwaira kuna riwaya za aina mbili. riwaya moja inasema ya kwamba malik bin nuwaira alikuwa ameuawa na riwaya nyingine inasema kwamba usiku ule ilikuwa baridi kali sana, na baridi ilipoanza kuzidi hata khalid akatoa amri ya kuwatangazia watu mnadi akasema adfeu asrakum, yani muwapashe wafungwa wenu, yani muwaandalie mpango wa kuwasalimisha kutoka baridi kali. lakini katika lugha ya banu kanana maana ya maneno hayo ilikuwa ni ya kuwaua, yani muwaue wanajeshi. kwa sababu ya lugha yao wakaelewa mafhum ya maneno yake ya kwamba amri imetolewa ya kuwaua wafungwa hawa. hapo wao wakawaua wote. hata zarar bin azwar akamua malik, na kuna riwaya ya pili inayosema ya kwamba abd bin azwar asdi akamua malik bin nuwaira, lakini qalbi anasema kwamba zarar bin azwar alikuwa amemua. khalid aliposikia makelele yeye akatoka nje ya hema lake, lakini wakati ule wanajeshi walikuwa wamesha waua wafungwa wote na hapo hakuwa na jinsi. yeye akasema kazi ambayo allah anataka kuifanya hivyo inafanywa tu. kuna riwaya nyingine isemayo kuwa hat khalid akamwita malik bin nuwaira kwake na akamsihi kwamba asimsaidie sajaa na asizuie zaka, na akamwambia ya kwamba je, hujui ya kwamba zaka ni kitu kinachoendana na swala, yani zote ni amri za aina moja, na wewe ulikuwa umekataa kutoa zaka. malik bin nuwaira akasema hata sahibu yako pia alikuwa na fikra hiyo hiyo, yani badala ya kusema ya kwamba mtume saa salam alikuwa na wazo hilo hilo, ye akamwita kwa jina la sahibu. hata khalid akasema je, ye ni sahibu yetu na si sahibu yako? kisha akatoa amri kwamba e zarar umue huyo, yani malik bin nuwaira, kisha ye akauawa. hiyo ni riwaya moja kuhusu kifo chake. kwa mujibu wa riwaya ya tawarikh abu qatada aliongea na khalid kuhusu swala hili na wote wakajadiliana, na abu qatada akihitilafiana na khalid na akiacha jeshi lake akamwendea hat abubakar na akamwambia ya kwamba khalid amefanya mpango wa kumua malik bin nuwaira ilhali yeye alikuwa muislamu, na kisha khalid amemua mkewe na watu
wa Uarabuni walikuwa hawapendi jambo hilo ya kwamba katika vita mtu afunge ndoa na ya aina hiyo. hat umar pia akaunga mkono na mtazamo huo wa Qatada. hat abubakar akamkasirikia abu Qatada ya kwamba yeye bila rukhsa ya amiri wa jeshi hat Khalid ameacha jeshi na amekuja Madina, na akamwamuru kwamba arejee kwa hat Khalid. hivyo abu Qatada akarejea kwake. katika tarikh Tabri kuna maelezo yake yanasema hivi ya kwamba hat umar akamwambia hat abubakar ya kwamba Khalid anawajibika juu ya mauaji ya muislamu mmoja, hivyo habari hii inathibitika, basi yeye afungwe, kwani mtu mmoja ameuawa. na hat umar akamsisitiza sana kuhusu swala hilo. hata Abubakar kwa kuwa hakuwa na tabia ya kuwafunga watendaji na viongozi wa majeshi yake, hivyo ye akasema, e Umar, katika swala hili unyamaze tu. Khalid bin Walid amekosea katika kuelewa, hivyo usiseme kitu kuhusu yeye. na hat Abubakar akalipa diyat ya mauaji ya Malik. hata Abubakar akamwindikia Khalid barua na akamwambia kuja kwake. yeye akaja na akamweleza maelezo yote na tukio hilo na akaomba razi. hata Abubakar akakubali ombi lake. katika riwaya moja tukio la ujio wa Khalid katika Madina limesimuliwa kama hivi ya kwamba Khalid akirejea kutoka vita ile akaja Madina na akaingia katika msikiti wa unabii. alipofika msikitini, hat Umar akamwambia kwamba wewe ulimua muislamu mmoja kisha ukateka mke wake, wallahi mimi nitakupiga mawe. wakati ule Khalid hakutamka neno lolote, kwani ye alikuwa akielewa kwamba hata Abubakar pia anaamini hivi. ye akamwendea hata Abubakar na akamsimulia tukio zima na akaomba msamaha. hapo hata Abubakar akakubali ombi lake. yeye akipata razi yake akarejea kwa hata Umar. hata Umar alikuwa ameketi miskitini. Khalid akasema kwamba ewe mwana wa umme Shimla, njoo hapa, wasemaje? hata Umar akafahamu kwamba Abubakar amemrizia Khalid na ndiyo maana anaongea hivi. hata Umar akakaa kimya na akainuka na kwenda nyumbani kwake. sawa na riwaya moja, ndugu yake Malik, Mutammim bin Nuwaira, alikuja kwa hata Abubakar kuchukua kisasi cha nduguye, naye akaomba ya kwamba wafungwa wetu waachwe huru. hata Abubakar akakubali ombi lake la kuwaacha wafungwa huru na akamwindikia amri na akalipa diyat ya Malik, yani fidia ya Malik. kuhusu hat Khalid, hat Umar akamshawishi sana hata Abubakar ya kuwa yeye aondolewe madarakani, na akasema kwamba katika upanga wake kuna damu ya muislamu asiye na hatia. lakini Abubakar akasema, Umar, hiyo haiwezekani. upanga ambao Allah amewaandalia makafiri na kutoa nje ya kifuniko chake, mimi sitaufunga ndani ya kifuniko. hata Abubakar alipolipa fidia, hapo uadilifu ukafanywa sawa na sheria ya Kiislam. hivyo kulikuwa hakuna haja ya kuchukua hatua ya ziada. hivyo hata Abubakar akasema kwamba sasa tuachane na kisa hicho. kisa hiki cha Malik bin Nuwaira na kuhusu mauaji yake, shutuma inayoletwa na watu mbalimbali. Hazrat Shah Abdul Aziz Dehlwi anaandika katika kitabu chake kiitwacho Tofae Isna Ashria ya kwamba kimsingi tukio litokalo wakati ule, watu hawa wameshindwa, watu wale wameshindwa kueleza utabiri wake ulio sahihi, na kuleta shutuma ni kazi bure tu mpaka tujue kuhusu hali halisi. katika vitabu vya sera na historia vinavyoaminika, maelezo ya tukio hili ni kama yafuatayo ya kwamba Khalid baada ya kumaliza swala la Tulaiha bin Khuwailid Asdi, mdai muongo wa unabii, alipoelekea Bitaa akatuma vikosi vya wanajeshi katika maeneo
ya jirani na sawa na amri na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawaagiza ya kwamba mkielekea kwa kaumu fulani kabila na kundi fulani endapo mkisikia sauti ya azana basi mujizuie kupigana nao na msiposikia azana basi mkitangaza kuwa darul harb mufanye mpango mzima wa kijeshi. kwa bahati tu katika kikosi kile alikuwepo bwana abu qatada ansari ambaye akamkamata malik bin nuwaira na kumleta kwa hadrat khalid ambaye alikuwa amepewa na mtume sallallahu alaihi wasallam uongozi wa butaa na pia alikuwa amekabiziwa jukumu la kukusanya sadaka kutoka maeneo ya jirani yake. sahaba abu qatada akatoa ushahidi wa kusikia azana lakini kikundi cha kikosi hicho kikasema kwamba sisi hatukusikia sauti ya azana. lakini hata kabla yake kwa kupitia watu mbalimbali wa maeneo hayo habari hii ilikuwa imeshajulikana ya kwamba kwa kusikia habari ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam ahli za malik bin nuwaira walikuwa wamefanya sherehe kubwa. wanawake walikuwa wamepaka hina juu ya mikono yao na walikuwa wamepiga ngoma na walikuwa wameonyesha furaha kubwa na walikuwa wamefurahia msiba huo wa waislamu. kisha jambo jingine litokalo ya kwamba katika maongezi na mtume sallallahu alaihi wasallam malik bin nuwaira alitamka maneno ambayo ilikuwa kawaida ya makafiri na waritadi tu kuyatumia katika maongezi yao, yani qala rajulun au sahibukum, ya kwamba mtu wenu au sahibu yenu amesema haya. pamoja na hayo yote jambo hili pia lilikuwa limeshajulikana ya kwamba kwa kusikia habari ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam malik bin nuwaira alikuwa amewarudishia kaumu yake sadaka zao zilizokuwa zimekusanywa kwa kusema kwamba imekuwa vizuri kwamba kwa sababu ya kifo cha mtu huyo nini mmeondolewa shida yenu. kutokana na hali hizi na jinsi yeye alivyoongea mbele ya Khalid, hata Khalid akapata yakini juu ya uritadi wake naye akatoa amri ya kumua yeye. na taarifa ya tukio hilo lilipofika Madina kisha Abu Qatada pia akamkasirikia Khalid na akafika makao makuu na akasema kwamba Khalid amekosea. mwanzoni hata Umar Faruk pia alikuwa na wazo hilo kwamba Malik ameuawa bila hatia na fidia inawajibika, lakini hata Abubakar akamuita hata Khalid na akafanya upelelezi na akasikiliza tukio zima na akaona kwamba Khalid hana hatia yoyote na hakumpa adhabu yoyote na Khalid akaendelea na wazifa wake kama kawaida. kuhusu mauaji ya Malik bin Nuwaira kuna mwandishi mwingine anaandika ya kwamba riwaya zinazozungumzia historia yake zina hitilafu nyingi sana. kuna hitilafu kubwa katika riwaya hizi ya kwamba je yeye alikuwa ameuawa katika hali ya kuzulumiwa au alikuwa anastahiki kuuawa. kitu kilichomwangamiza Malik bin Nuwaira kilikuwa kibri na ufahari wake na majivuno yake. ujinga ulibaki ndani mwake, wa ila baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye asingeleta uzuru katika swala la utii wa khalifa wa mtume na ulipaji wa zaka. huyu anaandika ya kwamba sawa na mtazamo wangu mtu huyo alikuwa na shauku kubwa ya kupata uongozi na ukuu na pia alikuwa na uadui na viongozi wengine wa Banu Tamim ambao walikuwa wamekubali utii wa ukhalifa wa Kiislam na walikuwa wamelipa sadaka zao. watu waliokuwa wamekuja chini ya utii wa ukhalifa na walikuwa wanatoa zaka, mtu huyo alikuwa na uadui nao na kauli na matendo yake yanathibitisha jambo hilo. kuritadi kwake na kumsaidia kwake Sajaa, kuwagawia watu wake ngamia za zaka, kuwazuia kutoa zaka kwa Abubakar na kuto kuwasikiliza waislamu wenzake nasaha zao, hayo yote yanathibitisha ya kwamba yeye alikuwa amekosea na inakuwa wazi ya kwamba mtu huyo alikuwa karibu na ukafiri kuliko Islam. upande mmoja alikuwa anaitwa muislamu na upande wa pili alikuwa karibu na ukafiri, na kama
zidi ya Malik bin Nuwaira tusipate hoja nyingine. Hata kuzuia kwake zaka kunatosha kuthibitisha uhalifu wake, na huu ni uhakika usiopingika ya kwamba yeye alikuwa amekataa kutoa zaka. kuna kitabu cha ibne abdussalam kiitwacho tabakate qaulu shuara kinasema ya kwamba jambo hili linaafikiwa na wote ya kwamba Khalid aliongea na Malik na akajaribu kumfahamisha, lakini Malik akakubali kuswali, akasema swala nitaswali, lakini akakataa kutoa zaka. Na katika sharha Muslim Imam Nawawi akieleza hali ya waritadi anasema ya kwamba katika hawa walikuwepo ambao walikuwa wanakiri kutoa zaka na walikuwa hawakujizuia kutoa zaka, lakini viongozi wao walikuwa wamewazuia kutoa zaka. Baadhi ya watu walikuwa na nia ya kutoa zaka pamoja na swala, zaka pia ni wajibu, lakini viongozi wao wakawazuia, kama vile Banu Yarbu. Wao wakakusanya zaka zao na walikuwa na nia ya kumtumia Abubakar, lakini Malik bin Nuwaira akawazuia na akawagawia zaka zao. hata Abubakar akafanya upelelezi wa kutosha katika swala la Malik bin Nuwaira na akafikia natija ya kwamba katika swala la mauaji ya Malik bin Nuwaira Khalid bin Walid hana hatia. hata Abubakar alikuwa na uelewa zaidi kuliko wengine na alikuwa na busara, kwani yeye alikuwa khalifa na habari zote zilikuwa zinamfikia na imani yake ilikuwa imara kuliko wengine. katika swala la Khalid yeye alikuwa anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani wajibu wote ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempatia Khalid kisha hakumwazulu, na ijapokuwa alikuwa amekosea katika baadhi ya mambo, yani Khalid alikuwa amekosea katika baadhi ya mambo ambayo yalikuwa hayakumridhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hata hivyo Mtume alikuwa anawaambia watu ya kwamba msimuuzi Khalid. Alikuwa anawaambia watu kwamba msimuuzi Khalid, yeye ni upanga mmoja katika panga za Allah ambao Allah amewaandalia makafiri. kisha kuna shutma nyingine inayoletwa juu ya had Khalid bin Walid ni kwamba yeye alikuwa amefunga ndoa na Tamim binti Minhal. kuhusu had Khalid bin Walid shutma moja inaletwa ya kwamba yeye katika hali ya vita alikuwa amemoa Laila binti Minhal na hakusubiri mpaka amalize eda yake. kuhusu ndoa hiyo Tarikh Tabri inaeleza maelezo yafuatayo. hat Khalid alikuwa amefunga ndoa na Tamim binti yake Minhal, na kwa ajili ya kumaliza muda wa utakaso wake alikuwa amemwacha, kwani watu wa Arabuni walikuwa wanachukia uhusiano na kina mama katika vita, na mtu akifanya hivyo wao walikuwa wanamlaumu. Alama Ibn Kathir anaandika ya kwamba yeye, yani Laila binti Minhal, alipomaliza eda yake hat Khalid akamoa. Alama Ibn Khalqan anaandika ya kwamba Tamim akipitisha miezi 3 akamaliza eda yake, kisha hat Khalid akamtumia ujumbe wa nikah ambao yeye akaukubali. Shah Abdul Aziz Dehlwi akitoa jibu la shutuma hiyo anaandika ya kwamba kimsingi kisa hiki ni cha kufikirika tu, hivyo kitabu chochote kinachoaminiwa hakielezi habari zake. Riwaya hiyo inapatikana katika baadhi ya vitabu ambavyo haviaminiki, lakini hata hivyo jibu la shutuma hiyo linapatikana katika riwaya hiyo ya kwamba Malik bin Nuwaira alikuwa ameshampatia mama huyo talaka tangu muda mrefu. Inasemwa ya kwamba huyo alikuwa mke wa Malik bin Nuwaira na Khalid akamua Malik bin Nuwaira, na kisha mara baada ya kumua akafunga ndoa na mkewe, na kimsingi alikuwa amemua Malik kwani alikuwa akitamani kumua mke wake. Huyu anasema kwamba Malik bin Nuwaira alikuwa ameshatoa talaka kwa muda mrefu, na kwa sababu ya ujinga wake alikuwa amemweka katika nyumba yake. kwa ajili ya kuvunja desturi hiyo ya ujinga, aya ifuatayo ya Qur'ani ikashuka: wa iza talaqtumun nisa wa balagna ajalahunna fala ta'zuluhunna, mkiwapa wanawake talaka na eda yao imalizike, basi msiwazuie. hivyo eda ya mama huyo ilikuwa imeshamalizika na ndoa ilikuwa imehalalishwa, kwani Malik baada ya kumpatia talaka alikuwa amemweka katika nyumba yake tu.
kuhusu ndoa ya hat khalid kuna mwandishi mwingine anayeandika kwamba jina la umme tamim lilikuwa laila binti sinan min hal. yeye alikuwa mke wa malik bin nuwaira. yeye aliolewa na hat khalid na swala hilo limeleta mijadala mingi. muhtasari wake ndio huu ya kwamba baadhi ya watu walileta shutma juu ya hat khalid ya kwamba yeye alikuwa amejilevya katika mapenzi yake na alikuwa anampenda, hivyo hakuweza kusubiri eda yake na alipoletwa kwake ye akamua. maana yake ni kwamba mungu apishe mbali, hiyo haikuwa ndoa halali bali ilikuwa zina, yani uzinzi. lakini kauli hiyo ni ya uongo kabisa na haiaminiki, kwani hakuna uthibitisho wake wowote katika vitabu vya zamani. alama mawardi anasema ya kwamba khalid alikuwa amemua malik bin nuwaira kwani yeye alikuwa amezuia zaka, na kwa sababu yake damu yake ilikuwa imehalalishwa, na kwa sababu hiyo ndoa yake na umme tamim ilikuwa imeharibika. na kuhusu wake za waritadi, amri ya sheria ndiyo hii ya kwamba wao wakipatikana katika hali ya kivita basi watekwe na wasiuawe. kama ambavyo imam sarkhasi ameashiria upande huu, umme tamim alipokuja kama mahabusu, khalid akamchagua kwa ajili yake, na alipomaliza eda yake ndipo akajenga naye uhusiano wa ndoa. na sheikh ahmad shakir akifafanua zaidi swala hilo anasema ya kwamba khalid alikuwa amemchukua umme tamim na mwanaye kama milke yamin, kwani yeye alikuwa mahabusu wa kivita, na kwa ajili ya kina mama wa namna hiyo hakuna eda. kama yeye awe mja mzito basi mpaka kujifungua kwake inakuwa haramu kwa mmiliki wake kuwa karibu yake, na kama si mja mzito basi atakaa mbali naye mpaka apate hezi moja. hiyo ni sawa na sheria na ni halali na hakuna nafasi ya kuleta shutma juu yake. lakini wapinzani wa khalid na maadui zake wakaichukulia kama fursa ya kumpinga khalid, na wakasema kwamba malik bin nuwaira alikuwa muislamu na khalid amemua ili achukue mke wake. pia khalid akaletewa shutma nyingine ya kwamba yeye kwa kufunga naye ndoa amepinga utamaduni wa Uarabuni. hivyo ikad anasema kwamba khalid akimua malik bin nuwaira akafunga ndoa na mkewe katika uwanja wa vita, jambo ambalo lilikuwa zidi ya desturi ya waarabu katika zama za ujinga na katika islam, na pia ni kinyume cha sheria ya kiislam na tabia za waislamu. kauli hiyo ya ikad ni mbali kabisa na ukweli. kwa waarabu kabla ya islam mara nyingi ilikuwa inatokea ya kwamba katika vita baada ya kuwashinda maadui walikuwa wanawaoa wanawake na walikuwa wanajivunia juu yake. daktari muhammad ali salabi anaandika ya kwamba kama tuangalie kwa msingi wa sheria basi khalid akafanya kazi iliyo halali na kwa ajili yake akachagua njia iliyo sahihi, na kitendo hicho kinathibitika kutoka dhati yule aliyekuwa mbora kuliko khalid. kama mnaleta shutma kwa khalid ya kwamba yeye katika vita au mara baada ya vita akamoa, basi mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya vita vya murase alikuwa amemoa jawiria binti haris, na ndoa hiyo ilikuwa imewaletea kaumu yake baraka tele, ya kwamba kwa sababu ya ndoa hiyo watu 100 wa familia yake walikuwa wameachwa huru, kwani wao walikuwa wameingia katika jamaa za mtume sallallahu alaihi wasallam. na baraka nyingine iliyopatikana ya ndoa hiyo ni kwamba babake haris bin zarar akasilimu. pia mtume sallallahu alaihi wasallam mara baada ya vita vya khaybar akafunga ndoa na bi safia binti akhtab, na wakati ambapo tunao mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu swala hilo, basi hakuna nafasi ya kuleta shutma juu ya khalid bin walid radhiyallahu ta'ala anhu. amesema nimeeleza maelezo hayo yote kwani baadhi ya watu wasio na elimu ya kutosha wanauliza na wanaleta shutma kwa hata Abubakar wakisema ya kwamba hat Umar alikuwa sahihi, na Mungu apishe mbali hat Abubakar hakutenda uadilifu na akamtetea hat Khalid bin Walid kinyume cha haki, ila hali hat Abubakar baada ya kuona maelezo yote na baada ya kufanya upelelezi wa kutosha akatoa hukumu na akasema ya kwamba Khalid hana hatia yoyote.
kuhusu safari ya hat khalid kuelekea yamama inasemwa ya kwamba hat abubakar alikuwa amemwamrisha hat khalid bin walid ya kwamba yeye akimaliza na kabila la asad ghatfan na malik bin nuwera aelekee yamama na alikuwa amemsisitiza sana kufanya hivyo. sharik bin abda fazari anasimulia ya kwamba mimi nilikuwa miongoni mwa wale walioshiriki katika bozakha. nilihudhuria kwa hata abubakar, yeye akanituma kwa khalid. nilikuwa na barua moja kwa ajili yake ambamo ilikuwa imeandikwa ya kwamba ama baadu, kwa kumpitia mjumbe wako nilipokea barua yako, na katika barua ile wewe umeeleza kuhusu vita vya buzakha na jinsi mlivyopata msaada wa allah na jinsi ulivyowatendea asad na ghatfan, na umeandika ya kwamba mimi naelekea yamama. mimi nakusihi ya kwamba umche allah aliye mmoja asiye na mshirika wake yeyote, na waislamu walio pamoja nawe uwatendee kwa upole na kwa huruma kama baba anavyowatendea watoto wake. khalid ala uepukane na kibri na majivuno ya bani mughira. mimi sikukubali jambo lao kuhusu wewe, ambao mimi sikatai jambo lao. hivyo wewe ukipigana na banu hanifa basi uwe makini, uwe na uangalizi mkubwa. kumbuka ya kwamba banu hanifa wote ni zidi yako, yani watu wote ni zidi yako na nchi yao ni pana sana. hivyo ukifika huko basi usimamie jeshi lako mwenyewe, umteue mtu mmoja juu ya mamna na mtu mmoja juu ya maisra, na umteue mmoja juu ya wapanda farasi. miongoni mwa maswahaba wakubwa na wahajiri na ansar walio pamoja nawe uendelee kupata ushauri wao na utambue daraja na fadhila yao. maadui wakiwa kwenye safu muwashambulie kwa nguvu zote, mishale zidi ya mishale, mikuki zidi ya mikuki na panga zidi ya panga. muwainue wafungwa wao juu ya panga, na kwa kupitia mauaji muwapatie hofu na muwatie katika moto. ala msiende kinyume cha amri yangu. wassalamu alaik. hat khalid alipopata barua hiyo akaisoma na akasema, sisi tumesikia na sisi tutatii kama ipasavyo. khalid akawaandaa waislamu pamoja naye na akaondoka kupigana na banu hanifa ambao musalma mungu alikuwa anawaongoza. thabit bin qais bin shimas alikuwa ameteuliwa kama amiri wa ansar. katika waritadi yeyote ambaye walikuwa wamekutana naye walikuwa wanampatia adhabu kali. upande wa pili hata abubakar akaandaa jeshi kubwa kwa ajili ya kumsaidia khalid na kutuma ili jeshi la khalid bin walid lisishambuliwe na mtu yeyote kutoka nyuma. khalid alipita njia za kuelekea yamama na akakutana na makabila mengi ya mabedui ambao walikuwa wameritadi. akipigana nao akawaleta tena katika islam. njiani akakutana na wanajeshi wachache wa saja, yeye akawashughulikia na akawaua na kuwapa adhabu iumizayo, kisha akashambulia yamama. maelezo ya vita vya yamama nitayaeleza katika siku za usoni inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.